Nakuru ambapo tamasha ya kitaifa la michezo ya kuigiza na filamu ya mwaka huu linaendelea katika kaunti ya Nakuru, ambapo wanafunzi kutoka shule za msingi na upili watapata nafasi ya kufanya maonyesho ya aina tofauti tofauti. Kwa sasa tunaungana naye moja kwa moja mwandishi wetu Chichi Josephine atujuze mengi zaidi. Chichi. Kerobi, ni kweli tamasha la kitaifa la michezo ya kuigiza na filamu ilianza hapo jana baada ya yule ambaye ni katibu mkuu katika idara ya elimu ya msingi Julius Bitok kuweza kufungua rasmi. Na hivyo basi ni swala ambalo bado linazidi kuendelea, na hasa sasa hivi tuko kwenye shule ya Melvins ambapo ni hapa katika kaunti ya Nakuru tukifuatilia swala nzima la michezo ya kuigiza na filamu. Na hivyo basi elewa kwamba ni hafla ama ni shughuli ambayo itakuwa ikiendelea kwa siku 12, na hivyo basi itakuwa ikitamatika tarehe 18. Lakini kabla ya kuzungumza mengi, nitakuwa nikiwahusisha wale ambao wanahusika kwenye shughuli nzima na kuweza kuwahusisha wanafunzi katika filamu na michezo ya kuigiza waweze kunieleza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Elewa kwamba wanashirikiana na pamoja na KICD, Equity na zinginezo ambazo nitakuwa nikizungumza nao baadaye, lakini kwa sasa niruhusu tu niweze kuzungumza na katibu ambaye ataweza kutueleza mengi zaidi kutoka Equity, ambaye atatueleza zaidi kuhusiana na vile ambavyo Equity imeweza kuhusika katika michezo ya kuigiza na filamu. Labda tueleze jina lako kwa ajili ya mtazamaji na utueleze jinsi ambavyo kampuni ya Equity inaweza kuhusika hii leo. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Peter Ndoro. Mimi husimamia kitengo cha education katika Equity Bank, na tuko hapa kwa sababu tuko na partnership na Ministry of Education kwa sababu ya kuweza kupromote creativity na talent katika watoto ambao wako katika shule zetu humu nchini, kutoka shule za chekechea hadi university. Tuko hapa kwa sababu tunataka kujiuliza ni vipi tunaweza kusaidia watoto wetu ili waweze kukuza talanta zao, waweze kuzitumia kama kikuza uchumi, waweze kuifanya biashara, tuweze kuona ni vipi tunaweza kuwasaidia ili waweze kujimudu katika maisha. Kwa sababu Equity sisi tunasema ya kwamba we are there to transform lives. So kwa hivyo tunaweza kutumia talanta za hao watoto kivipi ili tuweze kutransform lives. Tunaweza kutumia hizi talanta namna gani kuwapatia dignity. Tunaweza kuwatumia namna gani kupatia opportunity ya kuweza kucreate wealth. Hiyo ndio sababu tuko hapa kama Equity, na tulianza hizi shughuli kutoka shule tukaenda katika vitengo za sub-county, county, hadi regional, na tuko hapa katika national. Na tumezunguka katika shule zote katika nchi ya Kenya. Na tumesponsor pia genres 13 katika hii Kenya National Drama Festival ambazo zinaongea kuhusu Equity na Equity vile imeweza kuimpact jamii yetu katika taifa la Kenya. Labda nieleze kibinafsi, unaamini tamasha kama hizi zinasaidia vipi watoto kama hao? Tamasha kama hizi inasaidia watoto kukuza talanta zao. Wanafunzi tunaona wale ambao wako katika drama, tukuona wale ambao wanafanya choral verse, tunaona wanafunzi wazuri ambao wanakuja na comedy, na hizi zinawasaidia. Na ukiangalia katika nchi ya Kenya, hizi ni nyanja ambazo hazijatumika kiuchumi, na tukiwaona ambao wanakuja sasa hivi tunawapatia nafasi, tunawapatia fursa ya kuweza kuendeleza hizi kipaji ili waweze kupata kuwezesha uchumi zao na kujisaidia katika maisha. Yes. Namshukuru sana kwa wakati wako. Nizungumze na mwingine. Naelewa wewe ni mwandishi wa filamu. Labda tueleze zaidi, maana pia wewe ni mwalimu. Tueleze zaidi kuhusiana na umuhimu wa tamasha kama hizi na vile wewe umehusika kuweza kuwasaidia watoto kama hao. Asante sana. Kwa majina naitwa Bwana Michael Cheng, mwalimu kule Mazeras Girls upande wa Kwale. Jinsi nilivyosema, mimi ni mwandishi na mimi ni mwelekezi wa stage items na pia filamu. Na pia ningependa kushukuru Equity Bank, waliweza kututunuku kupitia play yetu ya kuigiza Daraja la Wema, ambaye ilikuwa inazungumzia jinsi wanafunzi wanaweza kujiokoa kimaisha. Na KNDF pia iko na nafasi kubwa katika nafasi ya mtoto shuleni. Kwa mfano, ukitoa mambo ya talanta kando, kuna hiyo self esteem ya mwanafunzi. Wale ambao wana participate kwa hizi vitu, unapata mara nyingi self esteem yao inaenda juu, na wakati anaweza kujieleza vizuri, wakati anaweza kuzungumza bila uoga,
pia hiyo inaweza kujielekeza pia darasani. Wakati sasa unaona academic performance pia inaweza kufanya nini? Kuongezeka. Kwa hivyo art na KNDF na udhamini wa Equity inasaidia mwanafunzi kwa kijumla. Naam. Na pia utueleze iwapo kama mwalimu unawafunza wanafunzi kuhusu uandishi wako, na je, mwitikio wao kuhusiana na kile ambacho unafanya unakaa vipi? Asante sana. Hata nianze na filamu. Kwa filamu ile vision ambayo Kenya Film iko nayo katika through drama ni kwamba wanafunzi unawahusisha katika uundaji wa filamu. Kwa hivyo kuna lighting, kuna scripting, kuna directing, kuna hizo zote. Sasa wanafunzi, na ukikuja katika set unapata wanafunzi wanafanya hizo vitu. Kwa hivyo wakitoka shule watakuwa na skills ambazo pia inaweza wasaidia katika kama kitega uchumi. Na kupitia drama pia vile vile inafahamu wanafunzi anaelewa kwanza the story, alafu sasa ndiye anakuwa into character. Kwa hivyo mwanafunzi akielewa hizi vitu inamsaidia kukuza talanta yake, na pia inamsaidia kumpa basics ambazo akitoka nje kule anaweza kujisaidia katika maisha. Pia tuweke wazi iwapo shule yako imeweza kufanya maonesho yake. Shule yetu ya stage ilikomea kwa regional level, lakini ya film inafanywa siku ya 5. Naam. Unalenga nini kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi kama hawa hawataachia tu hapo, lakini wataendelea mbele? Wewe malengo yako ni yapi hasa? Ingekuwa furaha zaidi hawa wanafunzi tukiona wakitoka kwa stage ama wakitoka kwa film na wakiwa na careers. Alafu unajua siku hizi mambo ya utandawazi, kuna mambo ya social media. Kwa hivyo I think through drama and film tunapata the right channel, kwa sababu hawafunzi tu talanta lakini pia wanafunza maadili. So they are creating content but with that discipline and with nidhamu. Kwa hivyo they don't just create content. Hapo sasa ndio drama na easy roles zinasaidia. Naam. Shukrani sana kwa wakati wako. Hivyo basi Kirobi, elewa kwamba yule ambaye nimezungumza naye ni mwalimu, pia ni mwandishi ambaye amefika hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba pia anaweza kushuhudia kile ambacho wanafunzi kutoka shule za upili pamoja na shule za misingi zimeweza kukuja kufanya hapa. Naelewa kwamba ni swala la kufanya michezo ya maigizo pamoja na filamu, na pale ambapo niweza kusimama kwa upande wangu wa kulia kuna jumba ambalo kwa sasa ni shule za upili ambazo zinazidi kufanya michezo yao ya kuigiza, na pia upande wangu wa kushoto pia kuna kama imehusisha tu shule zote, na kuna filamu, michezo ya kuigiza pamoja na mambo mengine mengi zaidi. Na hivyo basi elewa kwamba kuna ushirikiano pia ndani ya michezo hii ama ndani ya tamasha hili, ambapo mojawapo ya wale ambao wanashirikiana ni KICD pamoja na Equity na zinginezo nyingi ambazo zimeweza kufika hapa. Lakini elewa kwamba tamasha hili litakuwa likikamilika baada ya siku 12, ambapo litakuwa likikamilika siku ama tarehe 18. Na zaidi ya yote elewa kwamba yule ambaye ni Julius Bitoka aliweza kusema kwamba ni tamasha ambalo linapania kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wana uwezo pia wa kupata kile ambacho ni muhimu zaidi, kuweza kuigiza. Ni mojawapo ya talanta ambazo ziko ndani wanafunzi. Na hivyo basi ni swala ambalo bado tutazidi kuendelea kujua kile ambacho kitakuwa kiendelea kwenye kumbi tofauti tofauti. Kama nilivyokueleza, tuko tu nje, lakini kwenye shule ya Melvin, kwenye shule ya Menengai ama shule ya upili ya Menengai pamoja na shule ya upili ya msingi ya Lions, ndiko ambapo shughuli zima ya michezo ya kuigiza na filamu bado inazidi kuendelea. Turuhusu tu tuweze kuvalia njuga swala hili kujua kipi ambacho kinaendelea, na labda tutakuwa tukizungumza zaidi na wakurugenzi kutoka KNDFF pamoja na wengine wengi ambao wanashughulika ama wako kwenye shughuli hii ya kuweza kuhakikisha kwamba tamasha hili linaendelea. Lakini nikueleza zaidi ya yote ni kwamba wale ambao watakuwa wakishinda na maonesho ambayo yatakuwa yamebobea hatimaye yatakuwa yakifanyika, ama maonesho yake yatakuwa kitafanyika kwenye ikulu ya Nakuru, ambapo hapo ndipo ambapo maonesho yale ambayo washindi pamoja na maonesho ambayo yatakuwa yamebobea zaidi yatakuwa yakiendelea. Hiyo ni siku ama ni tarehe 18, ambapo pia labda tutakuwa tukifika kule kuona ni nini ambacho kitakuwa kikiendelea na ni kina nani watakuwa wameibuka na ushindi
kutoka kwa tamasha hili na kutoka kwa wale ambao wanafanya michezo ya kuigiza na filamu. Niruhusu tu niweze kuzamia swala hili kujua ni nini ambacho kitakuwa kikiendelea na shule gani zitakuwa zikifanya maigizo na filamu, na labda nitakuwa nikiwajuza mengi zaidi kuhusiana na kile ambacho nitakuwa nikimepata kutoka shule ya Melvin, pia kutoka shule ya Lions na kutoka shule ya upili ya Menengai. Kutoka kwangu sina la ziada. Kirobi Chukosukani, jina langu ni Chichi Josephine.